والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye alituwafikisha kuweza kuisimamisha amali yetu hii ya Maulid, na tunamwomba atuzidishie kwa kushukuru huku na atudumishie hadhara zetu hizi na atukubalie, atujaze ikhlasi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kututoa katika giza na kutupeleka katika mwangaza. Maanake amekuja kututoa kwenye shari na kutupeleka kwenye kheri. Lakini ndugu zangu, katika amali zetu zote tufanyazo, basi kitu kikubwa sana ambacho ndio roho ya amali zetu zote ni ikhlasi. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin, hawakuamrishwa wale ahli alkitabi ila kumwabudu Mwenyezi Mungu hali ya kumtakashia ibada. Hii ndiyo roho ya kila kufanyacho katika huu ulimwengu. Ukisoma maulidi, ikhlasi iwe mbele. Ukisali, ikhlasi iwe mbele. Ukisomesha, ikhlasi iwe mbele. Ukisoma Qur'ani, ikhlasi itawale. Kila ufanyacho, ikhlasi ndio kitu cha kwanza. Maana ya ikhlasi ni kwamba wewe kila unalofanya wafanya upate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yako katika huu ulimwengu huu yamegawanyika katika matendo ya aina mbili. Kuna matendo ni ibada na matendo ni ya kawaida, tukiacha yale yaliyo ya haramu, tukiacha yale yanayokatazwa, hata yaliyo makuruhu. Lakini matendo yote yamegawanyika katika mafungu mawili, yale matendo tunayoyatenda ambayo ni matendo mazuri, ambayo ni yenye manufaa, ila yatakuwa yana manufaa ya kiakhera au yana manufaa ya kidunia. Kwa ibada zote yatakiwa zikifanywa zisifanywe ila kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukifanya ibada si kwa ajili hiyo, basi unapata dhambi. Jambo lolote ambalo liko katika sura ibada, ukilifanya kwa sababu nyingine yoyote, ima ya kutaka ulimwengu, ya kutaka kujionyesha, vyovyote vile, lakini kama si kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, unapata dhambi. Na haya matendo ya kawaida ambayo si ibada, nayo vyovyote utakavyotenda, kama ukiyatenda si kwa ajili ya jambo la kutaka radhi za Mungu, basi hupati dhambi, hupati thawabu. Lakini pia ukayafanya kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, pia unapata thawabu.
Mfano, kula ni kitu ambacho cha kawaida, ni kitu cha halali tu, kila riziki ya halali. Lakini kama unakula ili upate nguvu umuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unapata thawabu. Kama unakula kwa kuitakiri kwamba ninachokula ni halali, hiki nisende nikapata njaa nikala cha haramu, pia unapata thawabu. Ukiwa na kazi yako ya kuchuma, basi hiyo ni biashara, hiyo ni kilimo, yoyote uliokuwa nayo, ukafanya kwamba kazi yangu hii mimi naifanya ili nipate riziki ya halali, ili niweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi unapata thawabu kwa amali yako hiyo. Innamal a'malu binniyat. Hii hapa ndio namna gani unaiona hasa thamani ya ikhlasi. Thamani ya ikhlasi ni kwamba hata kile ambacho si katika ibadati ukikifanya kwa lengo katika malengo ya kiakhira, kwa lengo katika malengo ya kuzipata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi unapata thawabu. Na katika faida za ikhlasi, mtu yeyote mwenye ikhlasi, basi kitu cha kwanza anachokitazama ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anafanya amali zake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa hawezi akagombana na mwingine katika amali ile. Maana yake ni kwamba hata maugomvi yanayotokea katika misikiti yetu, maugomvi yanayotokea katika madrasa zetu, lau kama watu wangelikuwa mule misikitini wote wanaingia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliyeimamu anaswalisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu apate radhi za Mwenyezi Mungu, aliyemuadhini, aliyemsafisha msikitini, aliyemsafisha msikiti, aliye maamuma wa kawaida tu anaingia msikitini akapate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi usingesikia maugomvi msikitini, usingegombana kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mtu anajua kwamba nikigombana na mwenzangu nitakosa radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu amekataza watu kugombana, wala tanazau, sikasema wala tanazau fatafshalu wa yadhhaba rihukum. Sio msigombane, kigombana utaingia uoga na hata hofu yenu pia itaondoka, na nguvu yenu pia itaondoka. Hii aya hii inatuonyesha kwamba udhalili mkubwa ambao tunao Waislamu katika zama tulizokuwa nazo na uoga mkubwa tulio nao, chanzo chake ni kugombana. Kwa hiyo kwa kuwa Mwenyezi Mungu amekataza watu kugombana, halafu sote tunasali tupate radhi za Mwenyezi Mungu, na ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu lazima tuepuke yale yote aliyokataza, basi hakuna ambaye angethubutu kugombana msikitini, hakuna ambaye angethubutu kumbughudhi mwenzake ndani ya msikiti. Usingelisikia imamu ajengewa vikundi vya kutaka kumng'oa, kwa sababu kujenga vikundi ni katika kugombana na ni katika kufarakana. Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lakini pia na imamu naye ingekuwa akigundua kwamba nina kasoro ambazo kasoro hizi watu hawanitaki, kuna watu hawanitaki humu, naye pia ingekuwa ni rahisi sana kuachia ngazi ili watu wasigombane kwa ajili yake.
radhi za Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Usingelisikia waumini wanagombana huyu na yule. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaishi kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amekataza ugomvi. Hata madarasa zetu pia zisingelikuwa na matatizo, kwa sababu kila mmoja anajisogeza pale madrasa kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zisingelikuwa na matatizo ndani, wala pia zisingehasimiana hii na ile. Kwa nini? Kwa sababu watu wanataka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sikuwaumba watu na majini ila waniabudu. Na hiyo ibada, wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin, hawakuamrishwa ila kumwabudu Mwenyezi Mungu hali ya kumtakashia ibada. Basi sisi hapa duniani tungeliishi kwa ajili ya Allah na tungeliishi vizuri sana. Sawa, kila mmoja angekuwa ni waqaf, ni mwenye kusimama tu katika misingi ya sheria, mtu asingelikuwa kutoka hapo. Na tungelizingatia sana ile almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake. Ndugu yako hasa ambaye unamuitakidi ni ndugu yako, ndugu yako ambaye unaamini kwamba ni ndugu yako, huwezi kutamani kumuudhi kwa namna yoyote ile. Wenzangu, uwanja huu ni mpana sana, lakini kwa hakika tukifuata vizuri maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maisha yatakuwa mazuri na mepesi sana sana. Kwa sababu kwanza, Waislamu wote watapatana. Hakuna Muislamu atakubali na chuki na mwenzie. Waislamu wote wataungana. Hakuna Muislamu atakayekubali awe na faraka na mwenzie. Waislamu watahurumiana, kwa sababu ndiyo maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almuslimu akhul muslim fala yadhlimuhu wala yahqiruhu. Muislamu ni ndugu wa Muislamu wenzake, hamfanyi vibaya wala hamdhurui. Bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, yamtosha mtu kuwa ni katika shari kumdhurui ndugu yake Muislamu. Kullu al-muslimi ala al-muslimi haramu, kila kilicho cha Muislamu ni haramu juu ya Muislamu mwenzake. Kullu muslim, yani yule Muislamu mzima yule, vitu vyake vyote. Lugha anayotumia Mwenyezi Mungu akusema kullu muslimi, asema kullu muslimi, yule Muislamu mzima ala almuslimi, juu ya Muislamu aliyekamilika. So ala muslimin, ala almuslimi, juu ya Muislamu aliyekamilisha sifa za kuwa Muislamu. Haramu ni haramu. Damuhu, damu yake hawezi akamuua. Wa maaluhu, na mali yake hawezi akaitumia mali ya mwenzie Muislamu pasi na haki. Wa ilmu, na mpaka heshima yake hawezi akakaa akamsengenya, hawezi akakaa akampiga vita kwa namna moja ama nyingine, hawezi akakaa akamvunjia heshima. Kwa sababu gani? Ni ndugu yake. Kwa ndugu zangu, kwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno haya asema takwa haruna, takwa iko hapa moyoni. Maanake tujitahidi sana kutengeneza hizi nyoyo, kila mtu akae au fikiri vizuri moyo wake, au tafakari na kuutathmini moyo wake,
ameficha nini ndani ya moyo? Ameficha mapenzi kwa wenzie Waislamu au ameficha chuki? Ameficha ushindani kwa wenzie Waislamu au ameficha ikhlasi? Haya ndio mambo ya kutafakari, na ndio ya kutupeleka salama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama itakuwa wewe moyo wako umejaza watu hukumjaza Mwenyezi Mungu, basi jua wewe uko hatarini. Namna gani kuwajaza watu? Kwamba wewe humu wafikiria yule na yule na yule, huyu nitamfanyaje, huyu itakuwaje? Afadhali wajaze watu kimapenzi, kwamba yule nitamnufaisha vipi, yule atafurahi vipi akikaa na mimi. Hivyo ndivyo hasa inavyotakiwa. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun muslima. Wapendelee watu kile unachopenda wewe, unachopendelea wewe, utakuwa Muislamu wa hakika. Tunafahamu kwamba hakuna Muislamu anapenda kuuliwa. Tunafahamu kwamba hakuna Muislamu anapenda kudhulumiwa. Tunafahamu kwamba hakuna Muislamu anapenda kusengenywa. Kwa wewe usipende basi kuwasengenya wengine, usipende kuwadhulumu wengine, usipende wengine waudhike. Ahabul amali ila Allah ba'da al-faraid idkhalu sururi ala al-muslim. Kumtia furaha Muislamu katika moyo wake ni katika amali anazozipenda zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tumezungumza Muislamu, lakini Uislamu umekwenda zaidi mbali, kwamba watu wote hata wasiokuwa Waislamu watakuwa ishi nao vizuri. Uwakinge na shari yako, uwape haki zao. Ni jirani yako si Muislamu ambao huyo ana haki ya ujirani, ni ndugu yako si Muislamu ambao huyo ana haki ya udugu. Hata asiyekuwa ndugu ana jirani, haki zake mtekelezee. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe katika wanasikia maneno na kuyatenda wanatakiwa kutendwa na kuyawacha wanatakiwa kuachwa. Walkamalu lillahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.